Iran imetangaza kile kinachodaiwa kuwa ushahidi wa ndani wa programu ya nyuklia ya Israel, ikidai kufanikiwa kuingiza mikono yake katika siri nzito za taifa hilo. Televisheni ya taifa la Iran ilirusha picha zinazodaiwa kupigwa ndani ya kituo cha nyuklia cha Dimona, sambamba na nyaraka, skemamu au skim, pasipoti za wanasayansi wa Kiyahudi na hata barua zilizoelekezwa kwa Marekani. Waziri wa ujasusi wa Iran, Ismail Khatib, alisema kuwa taarifa hizo zilikusanywa kupitia ujasusi na kwa msaada wa wanasayansi wa Israel waliokubali kushirikiana kwa fedha. Alifafanua kuwa baadhi ya wanasayansi hao bado wanaendelea kutoa ushirikiano na Iran. Akimshambulia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Khatib alimuita muuaji katili, huku akijigamba kuwa hatua hiyo ni pigo kwa usiri wa Tel Aviv. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Tehran ilionyesha orodha ya zaidi ya wanasayansi 180 wanaodaiwa kushiriki katika programu ya nyuklia ya Israel. Iran ilisema kuwa taarifa hizo si tu za kihistoria, bali pia zinahusiana na maendeleo ya sasa ya kijeshi na ya kisayansi. Hata hivyo, hatua hiyo imezua taharuki kubwa. Vyombo vya habari vya kimataifa vimeripoti kuwa Israel bado haijatoa tamko rasmi kuhusu uhalali wa picha na nyaraka hizo. Wachambuzi wa ulinzi wanaona tukio hili kama hatua ya kisaikolojia na propaganda ya kijasusi inayokusudia kuonesha uwezo wa Tehran kupenya ngome za usiri wa Israel. Hii si mara ya kwanza Iran na Israel kubadilishana pigo la kijasusi. Katika miaka ya nyuma, Israel imehusishwa na mashambulizi ya kimtandao na hata mauaji ya wanasayansi wa nyuklia wa Iran. Tukio hili jipya linaongeza moto katika uhasama wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili, huku jamii ya kimataifa ikifuatilia kwa karibu ili kubaini uhalali na athari za madai haya mapya.